Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mara baada ya siku ya jana timu ya taifa ya Argentina kufanikiwa kufuzu kuingia katika hatua ya robo fainali ya michuano ya World Cup ambayo hivi sasa inaendelea 2026. Habari kubwa ni kufuzu kwa Argentina, huku wakosoaji wakisema ya kwamba timu ya taifa ya Argentina imekuwa ikikutana na upendeleo kutoka kunako shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Hivyo basi mashabiki mbalimbali wameendelea na kampeni yao kupitia mitandao ya kijamii wakimtaka rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kwa maana Gianni Infantino kujiuzulu na kupisha nafasi hiyo, ikiitwa ni kwamba kupisha nafasi kwa watu ambao watakuwa na uadilifu na shirikisho hilo. Kwa sasa timu ya taifa ya Argentina kumekuwa na ukosoaji mkubwa juu ya njia kuanzia katika hatua ya makundi na wapinzani mbalimbali ambao wamekuwa wakikutana nao. Wengi wao wanasema kuna namna ambayo Argentina walitengenezewa mazingira rafiki ya kufika katika hatua ya fainali ya michuano hiyo mikubwa kabisa kwa ngazi ya timu za taifa ulimwenguni kote. Lakini tukiacha na shutuma hiyo, ikumbukwe siku chache zilizopita ilitoka taarifa ya shirikisho kufuta kadi nyekundu ya mchezaji mmoja wa timu ya taifa ya Marekani. Hivyo basi miongoni mwa vitu ambavyo vinachochea kwa Gianni Infantino kuweza kujiuzuru madarakani. Ukiachana na hivyo, pia shirikisho la mpira wa miguu nchini Misri wao wanaandaa rasimu rasmi ambayo itakwenda kuomba kuchunguzwa kwa waamuzi ambao walisimamia mchezo huo, kwa maana mchezo wa timu ya taifa ya Misri dhidi ya Argentina, na kuangalia namna ambavyo walisimamia mchezo huo. Je, walitenda haki kwa nafasi ipi, kwa asilimia ngapi? Mimi ni Funga Meza JR na hii ni Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.